Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, tunarejea tena hapa na mengi ya kukujuza. Na furaha sana kuwa hapa kwa ajili yako wewe mtazamaji wetu pendwa. Asante kwa wewe ambaye umekuwa mdau wetu, lakini pia nikukumbushe PMBet ni sehemu yako sahihi ya kuweka bashiri zako, kwani huko unaweza kuwa mshindi wa gari ama pesa taslimu muda wowote. pmbet.co.tz ndio tovuti rasmi. Sasa muda huu tuangazie tena huko Uganda. Wiki hii imeanza na mambo mengi, Jumatatu, Jumanne, lakini pia leo Jumatano. Maana yake Uganda kila siku kuna jipya, hasa kwa mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Sasa mapema wiki hii kumekuwa kuna mjadala mkubwa zaidi unaoibua huenda hali isiyo ya kawaida, kwamba huenda Uganda ikawekewa vikwazo zaidi siku za hivi karibuni. Sasa mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba alimjibu tena seneta wa Marekani Jimmy Richi kupitia mtandao wa X siku ya Jumanne, yani jana Februari 3, 2026, baada ya kuomba radhi hapo awali. Mzozo huu wa maneno umeibuka kati ya Uganda na Marekani baada ya Muhoozi kuchapisha na baadaye kufuta baadhi ya taarifa zilizosababisha utata kati ya Muhoozi na seneta huyo wa Marekani. Hapo awali, seneta huyo wa Marekani alimwambia Muhoozi kwamba baadhi ya tweeti zake zilizofutwa ambazo zilikashifu ubalozi wa Marekani jijini Kampala zilivuka mstari mwekundu. Muhoozi alikuwa amehusisha ubalozi wa Marekani na siasa za upinzani nchini humo na hata kupendekeza kusitishwa kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Uganda na Marekani. Sasa nitakusomea nukuu ya hilo jibu ambalo Muhoozi alimjibu seneta huyo wa Marekani, lakini haya na kurudisha nyuma kidogo yameanza kuota mizizi zaidi baada ya siku chache tu kupita kutoka nchi hiyo ilipofanya uchaguzi mkuu na Yoweri Museveni kuchaguliwa tena kwa mara nyingine kuwa rais wa taifa hilo. Kumbuka tu kwamba ameiongoza Uganda kwa zaidi ya miongo minne tangu mwaka 86. Sasa uchaguzi huu uligubikwa na mambo mengi, ikiwemo mapema tu kuanzia siku ya uchaguzi tayari vikosi vya Jenerali Muhoozi vilikuwa vikimtafuta Bobi Wine ambaye ndiye mpinzani mkuu nchini Uganda na kutaka kumshikilia. Baadaye akatoroka na hakupatikana ni wapi amejificha. Tuliona baadaye pia wakitoa picha ya kwamba wamemshikilia mke wa Bobi Wine, ambazo picha hizo zilizua gumzo kuwa ni sehemu ya unyanyasaji pia wa kijinsia, na ndiyo mambo ambayo yalikuwa yakikemewa na balozi na seneta mbalimbali. Lakini pia haikufikia hapo tu, aliweka machapisho ya kujisifu hadharani mitandaoni kwamba amewaua baadhi ya wanaharakati ama baadhi ya wanachama wa upinzani, na anasema anataka hata Bobi Wine mwenyewe apatikane aidha amekufa ama aje mzima. Sasa mjumuisho wa hayo yote ndipo balozi ya Marekani ikawa inadai nayo pia kuna mambo mengi ambayo yanafanywa yanakiuka haki za binadamu. Muhoozi awali akasema balozi hiyo huenda inahusika na hata kuwaficha wapinzani, lakini pia yale yanayoendelea Uganda chanzo ni hayo mataifa ya nje. Sasa ndipo akaambiwa amevuka mstari mwekundu na kuitaka Marekani huenda imwekee vikwazo zaidi. Akaja kumjibu siku ya jana akisema, nimevuka mstari mwekundu upi kwa mtazamo wako? Unaweza kutathmini upya chochote unachotaka kuhusu ushirikiano wetu, lakini hauwezi kutudhalilisha. Hutaweza kutufanya kuwa watumwa. Hiyo ni kauli ambayo ilionyesha msimamo wa Muhoozi Kainerugaba. Huyu ni mkuu wa majeshi wa Uganda. Sasa wadau wa diplomasia za Afrika Mashariki, lakini pia ulimwengu kwa ujumla, wanaona huenda Uganda ikaje kuwekewa vikwazo zaidi, lakini pia huenda ushirikiano wake wa kijeshi na taifa kama Marekani ukadhoofika zaidi siku hadi siku endapo misimamo ya aina hii, lakini pia kujiamulia vile anavyoona, na zaidi anafika mbali machapisho yake yote anaweka hadharani mitandaoni na mengine yanakuwa ya kujisifu hata kufanya unyama. Ni nini maoni yako kulingana na hichi ambacho anakifanya mkuu wa majeshi wa Uganda? Kwa tathmini fupi tu ya kuona kwamba hata katika mataifa mengi tumeona majeshi yamekuwa yakijitegemea huenda na faragha nyingi zaidi za uendeshaji, lakini huyu yeye anatumia mitandao ya kijamii ikiwemo huko Twitter ambapo ana wafuasi zaidi ya milioni 1 na huchapisha machapisho mengine. Watu wengine huyatazama kama ya kuvuka nafasi yake ambayo yeye yupo katika nafasi nyeti zaidi katika taifa hilo.